Karibu msikilizaji katika chaneli yetu hii, ikiwa leo tunaianza simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Kwaheri Mke Wangu. Simulizi hii inazungumzia maisha ya ndoa. Unaambiwa ndoa ni ahadi tamu inayofungwa kwa matumaini makubwa, ndoto za pamoja na mioyo iliyojaa upendo. Lakini nyuma ya tabasamu za picha za harusi na maneno ya milele pamoja, mara nyingi kuna hadithi zisizosimuliwa, za machozi ya kimya, maumivu yaliyofichwa na mapambano yasiyoonekana kwa macho ya wengi. Wapo wanaoiona ndoa kama bandari ya amani, lakini kwa wengine imekuwa bahari yenye mawimbi makali ya huzuni, kukatishwa tamaa. Ahadi hubadilika kuwa lawama, ukaribu hugeuka umbali, na maneno ya upendo hupoteza joto lake taratibu. Simulizi ambayo kijana Salum anatuelezea safari yake ya ndoa, safari iliyojaa vikwazo, majaribu na maamuzi mazito yanayoweza kujenga au kubomoa maisha. Ni hadithi ya upendo uliotikiswa, uvumilivu uliojaribiwa, na ukweli mchungu unaofunua kuwa si kila ndoa huishi kwenye ndoto, nyingine huishi kwenye mapambano ya kila siku. Karibu katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Simulizi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Unaweza ukajiunga kwenye grupu letu la WhatsApp. Andika neno niunge kupitia namba ya simu 0715391642. Hii ni sauti ya Faustin Madilisha. Karibu tusonge mbele katika sehemu ya kwanza ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Kwaheri Mke Wangu. Salum anaanza kwa kutusimulia hivi: siku ile sikujua kama mke wangu alikuwa ametoka. Nilirudi nyumbani na kufunguliwa mlango na dada wa kazi. Nilikuwa nimechoka na moja kwa moja nikaingia chumbani kujipumzisha. Nilivua nguo nikijua kuwa mke wangu alikuwa jikoni, kwani ulikuwa ni usiku na mara nyingi ndiyo mida yake ya kumaliza kupika. Lakini wakati natoka chumbani kuwasalimia watu, ndipo niliposikia kigombana na mama yake. Mama yake na mke wangu alikuwa anamgombeza mwanae akimwambia, hivi kweli wewe unajua kabisa kuwa mume wako kasafiri, anarudi leo, lakini uko nyumbani hata kumpokea? Mama yake alikuwa akilalamika kuhusu kitendo cha mke wangu. Wiki nzima mume wako hayupo, unarudi asubuhi. Leo baba wa watu kapiga simu kabisa kuwa anarudi, lakini hata hujali. Mama yake alikuwa anafoka. Mke wangu aliishia tu kujitetea na kumwambia kuwa anyamaze, kwani nitasikia. Mama mkwe wangu ambaye alikuja kwenye sherehe ya shemeji yangu, mdogo wake na mke wangu, alikuwa anaondoka kesho yake. Nilikuwa sijaonana naye, kwani wakati wa sherehe mimi nilienda Kigoma kikazi. Kutokana na ratiba zangu nisingeweza kuhudhuria sherehe, ingawa kwa kiasi kikubwa mimi ndiyo nilisimamia. Shikamoo baba, binti yangu wa kazi alinisalimia. Nilimwitikia hivyo. Huko chumbani kwa mama mkwe wangu walisikia kuwa nimetoka. Mke wangu alitoka chumbani kwa mama yake akiwa kajifunga kifuani, lakini kwa kumwangalia tu bado alikuwa na makeup usoni. Lakini hata nguo ambazo zilikuwa ndani ya ile kanga zilionyesha kuwa alikuwa katoka sehemu. Nilijifanya sijasikia chochote. Mama mkwe wangu alitoka na kunisalimia. Nilijikaza sana, nikatoa zawadi nilizokuwa nimeleta, nikaongea na kufanya kama niko kawaida. Kichwani nilikuwa na mawazo mengi sana. Mke wangu ni mtu niliyekuwa nikimwamini sana, nilikuwa nampenda sana. Kutoka sawa, lakini kurudi asubuhi ndio neno pekee ambalo lilikuwa linanichanganya kwa wakati huo. Hicho ni kitu ambacho kilinichanganya sana. Usiku nilitaka kumgusa, sikuwa na hamu naye kabisa. Nilikuwa nimechoka, lakini nilitaka kumpima. Nilipomgusa mke wangu alianza kunifokea. Nimechoka mume wangu, sijisikii, aliniambia wakati namshika nataka kufanya naye mapenzi. Umefanya nini mchana kutwa mpaka kuchoka hivi? Ina maana hujanimisi? Nilimuuliza mke wangu. Wewe nawe, si nimekwambia nimechoka, kwani lazima kila siku kufanya? Alinijibu kwa ukali kidogo, akageuka pembeni, hakutaka tena nimguse. Alijifanya kukasirika
na hatukuongeleshana tena mpaka asubuhi. Usiku mzima sikulala, akili yangu ilikuwa inawaza mambo yake. Nilikuwa nawaza ni kwa nini anasema kachoka wakati hana kazi. Ni mama wa nyumbani na tunamfanya kazi. Tunaishi na mdogo wake, mama yake alikuwepo. Kuna kazi gani hapa za kumchosha? Niliwaza sana, niliwaza alikuwa anaenda wapi, lakini sikupata jibu. Ingawa sikuwa na tabia ya kumfuatilia mke wangu, lakini baada ya ile siku nilianza kumfuatilia. Kwanza katika simu yake ambapo sikugundua chochote, lakini pili katika maisha yake ya kawaida. Mimi ni mfanyakazi, lakini pia nafanya biashara. Kutokana na kazi zangu mara nyingi na kuwa bize sana. Pia na kuwa ni mtu wa kusafiri sana, kwa maana hiyo na kuwa na muda mchache sana wa kuwa na familia yangu. Pamoja na hayo, lakini najitahidi sana kila nafasi ninayopata ya kuwa na mke wangu basi naitumia vizuri. Napenda kumtoa out na mhudumia kwa kila kitu, na mjali, lakini na wajali pia wanangu. Ingawa wanasoma bweni, lakini kila nikipata muda na watembelea. Najitahidi kumridhisha mke wangu, na nimekuwa ni mtu wa kumsikiliza sana. Sikupenda mke wangu kukaa nyumbani na kuwa mama wa nyumbani. Ndiyo sababu ya kufungua biashara. Lakini tatizo likawa ni usimamizi. Ikawa kila nikimwacha kwenye biashara, basi haichukui miezi 6 inakuwa ishakufa. Baada ya kuona si kitu ambacho anapenda, basi niliamua kumwacha ili awe mama wa nyumbani. Nilimfuatilia kwa muda bila kugundua chochote. Siku moja niliaga kusafiri. Sikuwa na safari, lakini nilitaka kujua kama mke wangu nikisafiri huwa anatoka au la. Niliaga naenda Mwanza, lakini sikuenda. Nilitafuta chumba na kupumzika sehemu. Nilikaa siku ya kwanza, kesho yake nilirudi nyumbani. Mke wangu sikumkuta. Sikumuulizia kwa watoto wala kwa dada wa kazi. Nilijifanya kama najua alipokuwa. Nilichokuwa nafanya ni kuongea naye kwenye simu wakati mdogo wake na binti wa kazi yupo. Nilijua kama akaondoka kuna uwezekano kaaga uongo kuwa anaenda wapi au hajaaga. Hivyo kama ningeulizia basi wangempigia simu na kumwambia kuwa baba kaja anakuulizia. Lakini kwa kukaa kimya na kuongea naye kwenye simu wakati watoto wapo, basi wangeamini kuwa mimi najua alipo. Hivyo wasingehangaika kumwambia chochote kuhusu mimi. Kweli mbinu hiyo ilifanya kazi. Nilikaa kwa wiki moja pale nyumbani, lakini mke wangu hakurudi mpaka ile siku ambayo nilisema kuwa nitarudi. Ndiyo alirudi. Niliumia sana, lakini sikumuuliza kitu chochote. Nilikaa kimya. Alijishaua sana, mimi nikabaki tu kimya. Nilianza kufuatilia kwa rafiki zake. Ndipo niligundua kuwa kuna mwanaume ambaye alikuwa anatembea naye. Si mtu mzima sana, lakini kanizidi umri na ni mume wa mtu. Anaishi na mke wake, na katika kipindi chote ambacho nakuwa sipo, basi wanakuwa wanakaa hotelini na mke wangu. Baada ya kuchunguza na kuwa na ushahidi wote, niliamua kuongea na mke wangu. Nilijua kabisa kuwa anaharibu maisha yake. Nilidhani ni tamaa za kimwili au kutokana na ubize wangu. Hivyo sikutaka kuharibu ndoa yangu. Siku moja usiku nilimwambia kuwa ninajua anachokifanya. Mwanzo alikatana kudai kuwa ni maneno ya watu. Nilimwambia kila kitu nilichokuwa nakijua, kuanzia nilipogundua siku ya kwanza mpaka safari yangu ya Mwanza, sehemu ambazo wanakutania mpaka na chumba ambacho wanakutania. Nilikuwa najua kila kitu kuhusu wao. Baada ya kuona kuwa najua kila kitu, aliniomba msamaha na kuniambia hatarudia tena. Kwangu ilikuwa ngumu, lakini nilimwambia kabisa kuwa nipo tayari kumsamehe. Kesho yake tukaenda kupima ukimwi na kukutwa tuko sawa. Pamoja na uchungu nilokuwa nao, lakini nilijua fika haiwezi kusaidia. Ni mke wangu, tena wa ndoa ya kanisani. Ni kwa nini nimtangaze wakati sikuwa tayari kumwacha? Ingawa mambo hayakuwa kama awali, lakini kama mwanaume nilivumilia na kukubali kuwa nimesalitiwa na yaishe. Tulikaa kama wiki hivi. Nilikuwa bado simfuatilii, lakini siku moja nikamsikia akiongea na simu. Alikuwa akiongea na huyo mwanaume. Ni kama mwanaume alikuwa analalamika kuwa amemwacha ghafla.
lakini yeye alikuwa anamwambia kuwa mimi nimejua, hivyo hana namna, ni bora kuachana kuliko kuendelea kupotezeana muda. Mwanaume alikuwa anambembeleza sana kwa namna mke wangu alivyokuwa anaongea. Ingawa alikuwa anakataa, lakini niliona kabisa kuwa hajamuacha huyo mwanaume. Nilibaki ndani kimya bila kusema chochote. Alipomaliza kuongea akaingia ndani. Aliniona nimelala kwa sehemu ambayo alikuwa. Alijua kabisa kuwa mimi nimesikia kila kitu, lakini sikumsemesha wala kumuuliza kitu. Sikuonyesha kama nimekasirika, ingawa muda mwingi alikuwa anajishtukia sana. Sikutaka kukaa, niliona kabisa ni ujinga. Mwanaume anatembea na mke wangu, anajua kuwa nimefahamu, lakini anaendelea kumsumbua. Niliondoka jioni ya siku ile. Kwa kuwa nilikuwa namfahamu yule mwanaume, nilijikuta naenda mpaka nyumbani kwake. Niligonga mlango na kufunguliwa na mke wake. Nilijitambulisha kama rafiki wa mume wake. Alinikaribisha vizuri. Yule jamaa alikuwa ndani. Kwa namna nilivyomuona ni kama alikuwa hanifahamu. Nilisalimiana naye. Baada ya salamu nilimuomba tuongee nje kidogo. Nilitoka mpaka nje. Nilipokuwa nimepaki gari yangu, hapo ndipo nilijitambulisha vizuri na kumwambia kuwa mimi ni nani. Alishangaa kuniona. Alijua kuwa nimekuja kishari. Kwa nilivyomuona nilihisi tu mke wangu alikuwa kaniponda sana, kana kwamba akaongea kuwa mume wake ni mtu mjinga. Alishangaa kuniona kama bado ni kijana, nina nguvu na najielewa. Alijiongelesha maneno mengi sana, lakini nilimwambia kuwa sikuenda kwa ugomvi. Nimeenda kumwambia aachane na mke wangu kwa kuwa ni familia yangu na siwezi kuona ndoa yangu inaharibika. Sikia mzee, wewe ni mwanaume, umeoa na unaonekana una familia nzuri. Sidhani kama utafurahia kama mtu akija kukuvunjia familia yako. Nilimuuliza, alibaki kimya. Aliishia kuniomba msamaha na kuniambia kuwa ataachana na mke wangu na hata msumbua tena. Alidanganya kuwa mke wangu eti kamwambia tumeachana. Sijui mimi nina wanawake wengine na mambo kibao. Sikutaka kuongea sana, nilimuonya tu kuachana na mke wangu. Baada ya hapo niliingia kwenye gari na kuondoka. Ile nafika tu nyumbani na kuta mke wangu kakasirika vibaya mno. Anaanza kulalamika kuwa mimi namdhalilisha, namtangaza kwa watu kuwa ana wanaume wengi. Nimemdhalilisha kwenda kwa huyo mwanaume na mambo kibao aliyokuwa akiniambia. Nilijua kabisa wanawasiliana na huyo mwanaume. Nilimnyang'anya simu yake na kukuta kweli walikuwa wanachati naye. Mama mtu, yule fala wako kaja kunitishia. Anasema kuwa nikuache na kuonea huruma sana. Hivi utaishije na mwanaume kama huyo? Hiyo ndiyo meseji ambayo yule jamaa yake alimtumia. Walijibishana mara 2-3, meseji nyingi zote za kunitukana, lakini sikujali. Nilimwambia nataka aachane naye kama nataka ndoa yetu iendelee. Aliniitikia ataachana naye, lakini bado alikuwa ananilaumu mimi kuwa nimemdhalilisha kwenda kuonana na mchepuko wake. Mimi sikujali, ili mradi nilishamwambia huku matarajio yangu kwamba atanielewa. Kesho yake nilienda na mambo yangu kama kawaida, lakini nikiwa ofisini nikiwa sina hili wala lile, mke wangu alinitumia meseji kuwa anataka tuongee. Kabla hata sijajibu iliingia meseji nyingine. Nimechoka, siwezi kuishi tena na wewe. Mimi naona kila mtu achukue ustaarabu wake. Nataka tuachane, tugawane mali. Nilikukuta huna kitu. Hizi mali tumechuma wote. Watoto nakaa nao mimi, ila sitaki tena kuendelea kuishi na wewe. Nimepoteza muda wangu mwingi sana na wewe. Sitaki tena, nahitaji uhuru wangu. Wakati mzuri wa kufua nguo ni wakati ukiwa umepumzika nyumbani mwisho wa wiki, wakati ambao huhitaji kuzivaa.
Hiyo ni sehemu ya kwanza ya simulizi inayokwenda kwa jina la Kwa Heri Mke Wangu. Katika simulizi hii tumesikia Salum anatuambia baada ya kumfumania mke wake, badala ya yeye kumpa taraka, lakini mwanamke anahitaji taraka ya kwamba amemchoka ama amechoka kuishi na Salum. Je, Salum atatoa talaka kutokana na kila ambacho mke wake anakihitaji? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia sehemu ya pili. Kwa Heri Mke Wangu.